Katika mpango na bajeti wa mwaka wa fedha 26/27, halmashauri inakadiria kukusanya, kupokea na kutumia jumla ya shilingi bilioni 78.9. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 8.9 sawa na asilimia 11.3 ya bajeti nzima ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, yani OC. Shilingi bilioni 52.9 sawa na asilimia 67.1 kwa ajili ya mishahara, yani PE. Shilingi bilioni 16.9 sawa na asilimia 21.5 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, na shilingi bilioni 11.7 sawa na asilimia 14.9 ya bajeti nzima ni makusanyo ndani ya halmashauri. Nawapongeza kwa hoja zenu za msingi mlizozijenga kwa nia ya kuboresha mpango wa bajeti. Kwa kauli moja tumekubaliana kupitisha mpango huu wa bajeti wa mwaka huu wa 2026/27 wenye thamani ya shilingi bilioni 78.9. Tumeongezeka kutoka bilioni 60.3, sasa tuko bilioni 78.9. Bajeti yetu imelenga kuboresha maisha ya wananchi wa kawaida kabisa. Tumelenga kuboresha huduma za jamii, hususan shule za msingi, shule za sekondari, kwa kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia kwa kuhakikisha miundombinu muhimu yanakuwepo. Tumetenga fedha za kutosha katika eneo la afya kwa maana ya kuboresha miundombinu na vifaa tiba katika vituo vyote vya kutolea huduma kuanzia zahanati, vituo vya afya na hospitali yetu ya wilaya. Lakini pia hatujaiacha sekta ya kilimo na mifugo nyuma kwa kuhakikisha kwamba tumeongeza vipaumbele kwa maana ya majosho, minada, vyoo na fedha zitakazogharimikia miundombinu mbalimbali katika eneo la mifugo na kilimo. Tumetenga fedha kwa ajili ya kuboresha, kupanga na kupima maeneo ya wananchi, kurasimisha makazi holela ili wananchi waone manufaa na kuongeza thamani ya ardhi yake akiwa amekwisha milikishwa. Tumeweka fedha katika eneo la utawala, kuboresha utawala, ukiachilia mbali mishahara, stahiki mbalimbali za watumishi pamoja na madeni. Lakini tumeona tuna jengo kubwa la halmashauri ambalo litagharimu zaidi ya bilioni 4. Tuko katika hatua ya msingi, lakini tumeweka katika bajeti yetu ya mwaka huu bilioni 1 ili ndani ya miezi 36 tuwe tumekamilisha jengo hili la kisasa na la mfano katika mkoa mzima wa Manyara. Lakini tutafutia hata mfadhili mmoja, tuandike proposal project maalum, tuombe hata hivyo vifaa vya mitambo kwa ajili ya barabara. Na ninyi kama kuna mtu ana rafiki yake anajua ni mfadhili huwa anatoa msaada, tufungulieni milango hiyo. Mimi nitawaandikia barua na mkurugenzi pia ataandika. Tutapiga magoti kwa Mungu, halmashauri yetu itasonga mbele. Tumeona pia tuongeze makusanyo ya mapato ya ndani kutoka bilioni 10 hadi bilioni 11.7. Ni ongezeko la asilimia 14.5. Mimi niwapongeze sana wataalamu kwa sababu bila jitihada, uweledi mkubwa mlioutumia katika kukusanya mapato ambayo imetupa dira na mwelekeo katika bajeti ya mwaka huu, tusingeweza kufikia mbali kama tulipofika leo. Sisi ni halmashauri ya kwanza kujitegemea kwa zaidi ya asilimia 11 katika halmashauri zote za mkoa. Sisi ndo majiant hapa. Kwa hiyo niendelee kusisitiza kwamba hata katika kipindi hiki tuko karibu nusu mwaka, tuendelee kuongeza mapato, kuimarisha vyanzo tulivyo navyo na kuzuia mianya inayopoteza fedha za umma. Kuziba hiyo mianya, tuongeze usimamizi. Task force ya mapato, endeleeni kuongeza usimamizi ili tufikie malengo, lakini wananchi watarajie kwamba katika kipindi hiki cha mwaka wa fedha 2026 na 25 halmashauri yetu itapata maendeleo makubwa sana. Na mwisho kabisa, rai yangu kwa watumishi, endeleeni kuchapa kazi. Tena kwa kuamini kwamba madiwani pamoja na mwenyekiti mimi hapa tuko pamoja. Tutaendelea kushirikiana
mahala popote ambapo hakuna ushirikiano, hakuna maendeleo. Na kazi ya kiongozi sio kuwagawa watu, ni kuwajenga watu wawe kitu kimoja. Na waheshimiwa, niwashukuru sana 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 kwa jinsi tunavyoendelea kushirikiana. Huwa kwenye budget, nimekuwa kwenye wilaya nyingi, siku ya budget ni mnyukano mpaka watu wanatoana macho, waheshimiwa kwa waheshimiwa. Lakini kwetu naona budget imekwenda vizuri kwa uungwana kabisa. Na huu ndio ukomavu wa kisiasa unaotakiwa, kwamba tumeanza mwaka wa fedha tangu mchaguliwa, hatuwezi kumaliza mambo yote kwa wakati mmoja, na huo ndio ukweli. Tutasukuma yale yanayopaswa kusukumwa kwa mwaka huu wa fedha, mengine tutapeleka mwaka unaofuata, hivyo hivyo mpaka tumalize hiyo miaka. Mimi naamini mpaka tunamaliza miaka mitano, malengo yetu mengi yatakuwa yamefikiwa. Tumezungumzia habari ya miradi. Waheshimiwa, bado tuna kazi kubwa kuhakikisha. Sasa hivi tumepitisha bilioni 1.1 kwenye mapato ya ndani, ndio tunaitegemea zaidi kwenye miradi yetu. Hebu tushirikiane sote kwa pamoja kwamba tunaziba mianya ile ya inayotorosha hasa kwenye mazao, sababu ndio sehemu kubwa. Mimi naamini kwamba tukidhibiti, tukasaidiana sote kwa pamoja, tutavuka huku na hayo mambo mengine yanayozungumzwa, kwa sababu tukishakuwa na fedha sini ya kwetu, tunaweza kuamua kwamba jamani, kuna mradi ambao tulikuwa tunauona kwamba una manufaa zaidi, lakini kulingana na bajeti iliyokuwepo, hebu tunaona kwa sababu tumekusanya zaidi, tuweze kuongeza hii miradi na ikatekelezeka